Mama. Damn you, boy, Moody, damn you. Mama. Mama. Easy. Perfume yako na ameniamsha. Nione macho yako mazuri. Joyce. Ngoja. Kuna nipenda. Dokta, nikamwona mama. I'm so sick. I feel like dying. Vivian, hauwezi kufa. Yeah. Utapona tu. You're here. That is stuck in a smile. No. Ningekufa bila kuyaona macho yako mazuri. Singepumzika kwa amani. Dokta, hivi hakuna namna yoyote ambayo unaweza kufanya? Tunapoendelea kuchelewa tatizo linazidi kuwa kubwa. Tutampoteza. Suluhu ni ile ile. Ifanyike mipango tumpeleke India. Japokuwa gharama ni kubwa sana. Yaani mpaka sasa hivi nishamaliza rasilimali zangu zote kwa ajili ya kuweza kuponyesha mwanangu. Lakini hata hivyo, niko tayari kutoa uhai wangu ili tu mwanangu apone. Pole mume wangu. Mimi nilikuwa nakupigia simu nijue kinachoendelea, maana nimeona tu taarifa habari kwenye TV. Samahani lakini kama nilikuwa nakusumbua. Usijali. Hapana, you don't deserve this yani. Hivi kweli kwa mambo yote uliofanyia ile kampuni kweli unakutoa bila warning, not even a notice? Sina. Never mind. Mlango mmoja ukifungwa, mingine miwili inafunguliwa. Hivi wewe Mudile, umekwenda kufanya nini kule kwa kina Mere jamani? Yaani umetoka jela hata hujapumzika, unaenda kufanya fujo kweli? Mudile, hivi unajua mimi nimehangaika kwa kiasi gani mpaka wewe umekuwa huru wewe? Sasa kwani umenitoa wewe bana? We, mahakama iliamuru wewe kufungwa miaka 30. Miaka 30 imefika? Nitakuacha ukaozee jela wewe. Hivi ukoje?
Sister, kwanza mimi sipendi kuitana majina ya Mudile. Mimi si tu Mudile bana sister. Wewe utaitwa Mudile. Hawa pumbavu wenzio ndio watakuta Mudiboy huko. Ukija hapa ni Mudile. Tena Mudile. Unahitaji majina ya kitoto bana. Majina ya kitoto wapi? Kwa wapumbavu wenzio ndio wakakuita hivyo. Hapa ni Mudile, full stop. Basi nigee la mimi nikapangiza zangu geto, sasa hivi mimi nikaishi zangu pembeni. Mimi najua mimi na yeye hatuwezi kuishi pamoja. Siku zote mimi na yeye hatuwezi kuishi pamoja. Tutakuja kuumizana bure huko ndani. Sikiliza. Mimi kwanza naangalia mwenendo na tabia zako. Nikiridhika na kutafutia kazi. Ukipata kazi utapanga chumba. Sasa sister, hiyo mambo gani tunapelekana hivi? Sasa mimi kwa mfano nimekuja nimepata wifi yako. Mimi nitakuja nayo huko ndani. Kwani mimi sijui kama wewe mtu mzima? Kesho itabidi nisambaze CV zangu kwenye maofisi. It's okay. Siwezi kukaa hivi tu nyumbani. Kwanza sijazoea. Lakini kesho ni anniversary ya Mzee Kasongo. Najua sasa hivi hapo sawa, lakini naomba unifanyie favor please. Nenda tuende wote kwenye anniversary. Unataka nikajichoreshe, si ndio? Hapana. Don't take things personal. Yaani haya mambo yameshatokea. So you call that is personal? Yes, it's personal ukikataa kwenda kwenye anniversary yake. Biashara ni biashara, familia ni familia. Yameshatokea. Move on, let it go. Alafu unajua baba alinipigia simu akikuulizia na yeye pia aliona taarifa habari kuhusu mambo yaliyotokea. Yaani mimi nilikuwa hata sijui nimjibu vipi. Nimebidi tu nimwambie baba mimi sijui chochote na mimi nimeona kama nilivyoona wewe. Nitakwenda lakini kwa heshima ya mzee. Ili Mzee Kasongo asije akasema maneno ya uongo nikaonekana kwamba mimi ni mtu ambaye sio mwaminifu kwa mzee. Naomba pia kitu kingine. At least ya na jitahidi pia ukiwa kule just be normal kwa kama usionyeshe tofauti yoyote ile please. I think you know me better. That's good to know. Mwali wangu kwema? Una usiku. So kwa kabisa daktari. Nini mbaya? Nahitaji milioni 20 ndani ya wiki moja.